Moja kwa moja kutoka London, na hii ni Swahili Voice. Habari za kutwa, wapenzi watazamaji wetu popote pale mnapotufuatilia. Na ifuatayo ni taarifa ya habari ya wiki nzima kutoka Swahili Voice hapa London, na kwanza ni muhtasari wake. Miongoni mwa utakayoshuhudia katika habari zetu hapa Swahili Voice wiki hii: mgogoro baina ya Waislamu wa jamii ya Waswahili kwa Coventry watikisa, wachambuzi waelezea hali ilivyo. Wiki hii tunakutana na familia ya wasanii watatu wanaofahamika kama Trip RNZ wenye asili ya Tanzania na juhudi zao katika kazi hii ya sanaa nchini Uingereza. Na huko Afrika ya Mashariki mambo ni mwendo mdundo kweli kweli, ambapo shimo la zuka mahala watu wanapokaa kuangalia mpira. Mmoja afariki dunia huko Bamburi, Mombasa nchini Kenya. Kwa hayo na mengineo mengi, usikose kujumuika nasi katika taarifa yetu hii ya habari hapa Swahili Voice pekee. Msomaji wako leo hii ni mimi Salma Hafidh, na kwanza ni habari za ndani. Wakati nyumba za ibada zikitarajiwa kuwa mafikio na kimbilio la amani na nusra kwa waumini, huko Coventry wiki hii maji yalizidi unga baada ya video kuvuja zikionyesha waumini wa msikiti wa jumuiya ya Waswahili wa huko wakikwazana kwa maneno makali, iliyopelekea kuchafuka kwa hali ya hewa kwa jamii hiyo. Na hivi ndivyo ilivyokuwa. Coventry wiki hii ilikuwa patashika nguo kuchanika baada ya waumini wa dini ya Kiislamu wenye asili ya Zanzibar kupishana maneno na kusababisha ugomvi mkubwa katika msikiti wao. Hawa ni mmoja katika watu ambao wanaozuia darasa la Qur'ani isifanyike. Mmoja ni huyu. Huyu Shihata, huyu ni fisadi mkubwa huyu. Na wewe ni fisadi mkubwa vile vile. Huyu ni fisadi mji mzima wa Coventry. Hapo ilikuwa ni mwanzo tu. Waumini hawa waliendelea kubishana na kurushiana maneno ya kusubu na kusigana mbele ya hadhara ya Waislamu wengine. Wahenga walisema nyongeza huenda juu ya fungu, na hapa maneno safihi yakazidi kunoga bila kujali kuwa hapa ni mahala patakatifu na sehemu ya ibada. Hapa haondoki mtu mpaka waje polisi. Waiteni polisi. Waite polisi, ndo hapa haondoki mtu mpaka waje polisi. Waiteni polisi. Yeah, call them. Talk to upumbavu hapa sisi. If you're still saying that you will be arrested. Okay. Lakini je, angurumapo simba mcheza ni nani? Tuombe salama. Nikiripoti mimi ni Salama Muhammad wa Swahili Voice. Kufuatia hali hiyo, Swahili Voice iliwatafuta baadhi ya wachambuzi wa mambo ya kijamii ili kupata maoni yao juu ya kadhia hii, na hapa wanasema: kwa hakika mgogoro uliotokea ndani ya msikiti huko Coventry wiki hii umeacha doa jingine jeusi katika nguo nyeupe ya Waislamu wenye asili ya Tanzania nchini hapa. Kufuatia hali hii, tulimuuliza ulama mashuhur wa huku West Midland, Maulana Abu Jafar, anazungumzaje mgogoro huu. Kwa hakika, Bismillahirrahmanirrahim, mimi niliposikia nilifadhaika sana. Nikaona kwa nini sisi Waislamu kila wakati tunakumbwa na mikasa kama hii, na hasa kwenye jamii yetu sisi ya watu wa Afrika Mashariki na ya Kati, au kwa lugha inayozoeleka Waswahili. Jambo lililolisikia mimi kwa watu ambao kuaminika ni kwamba Coventry kulikuwa kuna kundi moja kubwa ambalo lilikuwa liko pamoja katika kutafuta sehemu ya kufanya shughuli zao za kidini na kijamii, lakini kuna baadhi ya watu walijitoa katika harakati hizo wakaenda kutafuta jengo la kwao na wakawa na jengo la kwao. Pamoja na hayo, hili halikusababisha hitilafu kubwa, kwani wafuasi wa jengo hili na jengo lile wakawa wana relate, wako pamoja katika shughuli nyingi tu. Hawa wanaswali huku na wale wanaswali kule, hakuna matatizo makubwa yaliyojitokeza. Lakini baada ya muda
inaonekana kwamba kuna wafuasi katika jengo hili ambalo kulitokezea zahma juzi, waliwaalika baadhi ya mashehe kuja kutoa darsa ya Qur'an al-Karim. Sasa utata uliojitokeza ni kwamba hili darasa halikupata baraka ya uongozi wa hii center ya Coventry. Kwa hivyo kutokana na jambo hilo ndio ikatokezea kurupushani. Pia tulitaka kujua ni kwa nini migogoro ya aina hii ni kwetu sisi tu. Pengine kutokana na historia yetu ya kisiasa huko tunakotoka nchi zetu, na history yetu ya kijamii na kimila na matatizo yetu, ikhtilafu zetu za zamani zinaweza zikaakisi haya yanayotokezea leo. Hiyo ni moja. Pili, ukosefu wa fikra chanya ambazo ni muhimu katika kutoa judgment, uamuzi. Pengine labda hekima ikikosekana, pengine labda collective leadership ikikosekana, yote haya yanaweza katokezea. Pia tulitaka kufahamu ni kwa nini viongozi wa jumuiya zetu hawajihusishi na kuleta suluhu ya migogoro kama hii. Mimi nadhani hizi center zetu hizi zote hizi za UK haziko kwenye collective leadership. Hatuko hivyo. Maana kila center ina viongozi wake, na viongozi wake ndio hao wanajiona kwamba wao ndio wao wenyewe pale. Hawafikirii ile wider perspective ya jamii yetu ya Waswahili au jamii yetu ya watu wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo viongozi wanahisi kwamba zile center ni zao wao wenyewe na watu wao, kwa hivyo ni wao peke yao tu. Hawahisi kwamba miji mingine pia inatakiwa iwe na mchango muhimu katika kuziendesha au kuchangia jumuiya hiyo. Na mwisho, ana ujumbe na nasaha gani kuhusu mgogoro huu? Sasa tukifuata utaratibu huu, Qur'ani na Sunna ya Mtume, tukaifuata vizuri, hakuna sababu ya watu kugombana, hakuna sababu ya watu kushambuliana, hakuna sababu kuoneana hasada, hakuna. Kila mmoja atapewa haki yake, kila mmoja atapewa heshima yake. Kwa mimi nahisi hizi centers zikitumika vizuri, vijana wakasomeshwa vizuri, wakalelewa vizuri, wakaona mifano mizuri ya sisi viongozi wao au pengine mashehe zao, naona kama inasihi kusema hivyo, basi tutafika mbali ndugu yangu. Naam. Nikiripoti ni mimi Amuri Msema wa Swahili Voice. Na huko Glasgow, wanajumuiya ya huko wamepatwa na faraja kubwa baada ya kufikiwa na ugeni wa masheikh kutoka Oman, akiwemo Sheikh Rashid Shukairi. Je, wanajumuiya wameupokeaje ugeni huu? Wapendwa watazamaji popote pale mlipo duniani, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tuna furaha kubwa kabisa kwa kutua katika jiji la Glasgow ndani ya Scotland. Leo tumewaahidi, tumefika hapa lillahi alhamdulillah na mashekhe wangu wakubwa, kwa Sheikh Alfani hapa Al-Alawi na Sheikh Muhammad Ar-Riyami na Sheikh Amran pale ndugu yetu Hamia na yetu Bashiri. Bishara kubwa na kutoleeni hasa wakazi wa mji wa Glasgow na wote wale ambao wapo karibu na mji huu. Tuna muhadhara muhimu, tena muhimu kabisa, ambao atautoa ndugu yetu au shekhi wetu mpendwa, mwalimu wetu Khalfan Al-Alawi na mtoto wenu Rashid. Unapofikiwa na klipi hii, usiache katika simu yako isambaze, ili kila atakayefika katika muhadhara huu upate thawabu za kufika na kuelimika. Kwa mkono aliponi wa billahi tawfiq. Amejifunika tu mwenye taulo, mwenye leso, mwenye kanga, mwenye kitenge, basi amejifunika ili mradi wapoteze siku. Yule jamaa alishangaza sana, akasubiri mpaka yule Muislamu kaamka, akamwambia wallahi umeshangaza sana, umechoka wewe na mke wako na watoto wako, mkalawani mkapigiza sisi tulali raha mustarehe. Kitu gani ambacho kimekufanya ufanye hivyo wewe? Akasema hadha dinuna, huu ndio Uislamu umenifanya mimi nifanye hivi. Akasema nifundishe vipi niwe Muislamu, nifundishe vipi niwe Muislamu. Akapiga shahada pale, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Vijana watatu wa familia moja wanaofahamika kama Triple RNZ hapa nchini Uingereza wameeleza kufurahishwa kwao na fursa waliopata ya kufanya onyesho lao mbele ya Rais Hussein Mwinyi mwanzoni mwa mwezi huu
sambamba na kueleza nia yao ya kutaka kuwa mabalozi wa sanaa kwa upande wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Mwandishi wetu Yusuf Bond alizungumza na wasanii hao na hivi ndivyo ilivyokuwa. Nashukuru Mola kuniweka hai. Hapo ulipofika bado najidai. Thanks daddy and mommy wakanilea. Nimenikea utotoni mpaka nakuwa. Lini mlianza kufanya masuala haya ya sanaa? Kwa ufupi tu. Tumeanza kama mwaka like 2018, 19, but then kama those years when we were very young. Tulikuwa kama mwaka, nilikuwa na mwaka sijui kama 11, 12. Sote wadogo lakini bado nilikuwa naongoza kwa sababu mimi mkubwa. So ilikuwa vizuri sana. Kuna kitu chochote kiliwa inspire kufanya hivyo? Babu yetu alikuwa anafanya like music zamani, so sisi tumekuwa like we grew up with babu anaimba, sisi tunaimba, sisi tunapenda muziki, so tumeanza kuimba hivyo. Vizuri sana. Tuende katika swala la msingi kabisa. Hivi karibuni katika ziara ya Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi, tuliwaona mkiwa mmefanya onesho la nguvu sana, onesho ambalo kwamba liliwafurahisha hata viongozi ambao kwamba walifika pale. Mlijisikiaje kufanya performance mbele ya Mheshimiwa Rais? Ilikuwa tumefurahi sana kwa sababu sijapata opportunity kama vile in a long time, tulikuwa tunasubiri kama ile opportunity. Ndio tumepata, alhamdulillah. Mungu, like alhamdulillah for the opportunity, because hatujawahi kupata ile opportunity. Tushawahi kwenda Tanzania kumwona rais, lakini tumekataliwa like so many times. So that was a big opportunity for us to furahi. Tukichukulia kwamba hii ni platform nyingine na fursa nyingine kwa nyinyi kuweza kuzungumza naye rais, ungependa kumwambia nini Dr. Hussein Ali Mwinyi wa Zanzibar? Ungependa kumwambia nini? Tuwa ambassador wa watoto wa Tanzania, tuwasaidia watoto wa Tanzania wa skuli, na hapa pia tuwa ambassador wa hapa. Katika kazi zenu hizi za sanaa, ni nani hasa anasimamia kazi zenu hapo Uingereza na hapa Tanzania kwa ujumla? Huku Uingereza auntie wetu Lulu atusaidia sana, like atupa ile opportunity kwenda kule kwa the President Hussein kumwona, like that was a big opportunity, tunamshukuru sana. Na huko Tanzania ni uncle wetu, Uncle Ulu Ramadhani Nanji, awasaidia wasanii wingi and us, lakini tunamshukuru sana Uncle Ulu sana katu, like he built us. Afaongea na sisi kila siku, like tunamshukuru sana yeye na familia yake na mamangu na babangu pia. Mara tu baada ya kuzungumza na watoto hao, mwandishi wetu Yusuf Bond alitaka kufahamu maoni ya mama mzazi wa watoto hao, mwanadada Nasra Manchila, ili kufahamu zaidi kuhusu mwelekeo wa kisanaa wa vijana hao, na hii ni sehemu ya mazungumzo yao. Nasra Manchila, karibu sana Nasra. Asante. Tunatambua kwamba sanaa katika jamii yetu si kitu ambacho wazazi kama sisi au kama wewe wangependelea kukiona kwamba ni kitu cha msingi kwa watoto wao, lakini kwa bahati nzuri wewe umesimama na watoto wako katika swala la sanaa. Ni kitu gani kimekupa msukumo huo wa kusimama na vijana wako hawa katika ndoto yao hii ya kisanaa? Mimi nilitaka kuwa tofauti, sema kweli. Nilitaka kuwa tofauti kwa sababu mara nyingi sana watu wanazikata hizi dreams za watoto mapema. Watoto wana vipaji ndani ya majumba wengi sana. Footballer, wengine wana talenti, wengine wana talenti. Lakini kutokana na culture yetu, tunapenda kuvunja vipaji vya watoto. Vipaji ni kazi ambayo unamjenga mtoto wako kwa baadaye. Sasa iko utampa nafasi, it means wewe ushamjenga mtoto mapema sana. Si kwamba utaweza kumposesha masomo, anaendelea kusoma kama kawaida. Watoto wangu hao wameendelea na vipaji. Rihanna alipoanza alikuwa anataka kufanya mtihani ya JSS. Nilistop 2 years haujaingia sehemu ambapo kuperform juzi. Nilistop. Kwa hiyo time ya serious ya masomo mimi siwaingilii watoto. Wanafanya na wanasoma na wasaidia. Lakini kwenye time ya vipaji vyao nasimama nao vile vile. Kwa sababu ni vipaji vyao ambavyo vitakuja kuwasaidia wao wenyewe. Ni moja upendo anyway. Kwa hiyo wazee wanatakiwa kuamka vile vile. Msivilaze vipaji ndani. Mkeni. Simameni. Tuna vile vitu
kwamba hii aibu, kwamba hivi vitu lakini pembeni. Simameni na watoto. Umekuwa ukifanya juhudi kubwa sana za kuwatafutia watoto wako fursa mbalimbali za kuweza kufanikisha ndoto zao. Ni changamoto zipi umekuwa ukikabiliana nazo katika shughuli zako hizi? Changamoto ziko nyingi, au tumepitia mengi kwenye changamoto. Lakini ni moja katika vitu ambavyo nilivitarajia tu. Changamoto zitakuwepo. Lakini nilizifesi mimi mwenyewe mzee. Nikawaacha watoto wako free, lakini hakunifanya mimi kugive up. Nilishika pale pale msimamo. Madamu watoto wangu ndio ndoto zao hizo, nikasema nasimama nazo. Kwa hiyo wazee wengine wasiogope changamoto. Pigana nazo kwa malengo ya watoto wenu. Ni hivyo tu. Na lakini kwa ujumla una ujumbe gani kwa wazazi wengine duniani kote kuhusu malezi na kuunga mkono ndoto za watoto wao? Malezi hailingani na sanaa ya kuvunja ukasema kwamba kwa sababu mtoto yuko kwenye sanaa ndio hana malezi mazuri. Si kweli, mimi nakataa. Nakataa hiyo kabisa. Malezi na vipaji ni vitu tofauti. Msimamie mwanao vizuri, vyema. Ile ni moja katika kazi yake ambayo itakuja kuisimamia mbele. Si kwamba hao katika vipaji vya kuimba hawasomi au siwasimamii kwenye kusoma, si kweli. Nasimama nao kote. Na hadi miaka 2 walistop, wakawa hawaimbi wala hawafanyi kitu chochote kwa sababu walikuwa na mitihani ile ya niliwaacha. Kwa hiyo wazee wasiwe waoga. Wanakuwaje waoga? Kwa mfano, mtoto wako ana kipaji, simama naye. Na viongozi wawape nafasi. Wawape nafasi watoto. Ni hicho sana ndio tunachokiomba kwa viongozi. Kwa sababu viongozi wetu wamelala kwa hili. Sijui bado tunao zile itikadi zetu, watoto hivi, watoto vile. Hapana. Wasiwe hivyo. Wasimame na watu wenye vipaji. Vipaji si aibu bwana. Vipaji vya watoto vitawasaidia wao wenyewe watoto. Ni moja katika kazi zao za mbeleni. Shukran sana Bi Nasra kwa majibu hayo, na nadhani tuhitimishe hapa kwa leo. Shukran sana mwanadada Nasra Manchile kwa kazi nzuri unayofanya na kwa kupata muda wa kujumuika nasi katika mazungumzo haya. Swahili Voice inakutakia kila laheri katika shughuli zako hizi za kuinua vipaji vya watoto wako na taifa kwa ujumla. Na sasa tumalizie habari zetu za ndani kwa kuangazia na kupitia dondoo za habari kubwa na muhimu zilizopamba moto nchini Uingereza wiki hii. Naadhimisha miaka 80 ya siku ya ushindi barani Ulaya, yani VE Day, Mfalme Charles na Malkia Camilla wataandaa chai ya asubuhi kwa ajili ya maveterani wa vita vikuu vya pili vya dunia katika ikulu ya Buckingham na kushiriki katika maadhimisho ya kitaifa ikiwemo gwaride la kijeshi, onyesho la ndege na tamasha la muziki. Matukio hayo yataanza Mei 5 kwa gwaride la wanajeshi 1300 na usomaji wa hotuba maarufu ya Churchill. Maveterani kama Alan Kenneth mwenye umri wa miaka 100 watashiriki, ikiashiria uwezekano wa hii kuwa maadhimisho ya mwisho yanayowahusisha kwa idadi kubwa. Serikali imesisitiza umuhimu wa kushukuru mashujaa hawa. Waziri wa fedha wa Uingereza Rachel Reeves amesema anaelewa nia ya Rais Donald Trump kuhusu ushuru mpya wa forodha kabla ya mazungumzo na mwenzake wa Marekani mjini Washington. Amesema serikali ya Uingereza inajitahidi kufanikisha makubaliano ya kibiashara na Marekani, ikiwemo kupunguza ushuru wa magari kutoka 10% hadi 2.5%. Trump tayari ameweka ushuru wa 25% kwa magari yote yanayoingia Marekani, ikiwemo kutoka Uingereza, huku akisisitiza umuhimu wa mahusiano ya kibiashara na Ulaya. Reeves amesema kuwa urafiki wa kiuchumi na majirani wa karibu wa Uingereza ni wa kipaumbele zaidi kwa ustawi wa ajira na walaji wa Kiingereza. Mchezaji wa mpira wa miguu wa kulipwa nchini Uingereza Lucas Akins amehukumiwa kifungo cha miezi 14 jela kwa kusababisha kifo cha mwendesha baiskeli Adrian Daniel aliyeaga dunia siku 10 baada ya kugongwa na gari la Akins huko Huddersfield mnamo Machi mwaka 2022. Mahakama ya Leeds ilisikiliza kuwa Akins bila kuangalia pande zote alijitokeza kutoka kwenye njia na kumgonga Daniel,
ambaye alikuwa anaendesha baiskeli kwa usahihi. Mjane wa Daniel alisema kifo hicho kilikuwa kama ndoto mbaya. Atkins pia amepigwa marufuku kuendesha kwa mwaka mmoja. Licha ya kuonyesha majuto, mahakama ilisema kuchelewa kwake kukiri kosa uliongeza maumivu kwa familia ya marehemu. Na tumalizie dondoo zetu za wiki hii kwa ripoti za mamlaka ya hali ya hewa zinazotujuza kuwa wiki ijayo Uingereza inatarajia kupata hali ya hewa ya joto zaidi mwaka huu, huku upepo ukibadilika kuelekea kusini mashariki na kuleta hewa ya joto kutoka bara la Ulaya. Jumamosi, joto litakuwa kati ya digrii 13 hadi 17 Celsius na Jumapili litapanda hadi digrii 20 hadi 21 Celsius wakati wa mbio za marathon za London na Manchester. Kuanzia Jumatatu hadi Jumatano, joto litaongezeka hadi digrii 25 hadi 27 Celsius, hasa maeneo ya Midlands na kusini mashariki. Hali hii ya hewa ya joto inaweza kudumu hadi mwisho wa wiki ijayo. Mabadiliko ya mkondo wa jet kutokana na ongezeko la joto la Aktiki yanaweza kuchangia mifumo hii ya hali ya hewa iliyozuiwa. Unaendelea kuangalia taarifa hii ya habari kutoka Swahili Voice ya hapa London, na sasa ni habari za Afrika ya Mashariki. Pwani ya Kenya wiki hii tunakutana na tukio la kusikitisha ambapo mwanamume mmoja alijipata akizama katika shimo kubwa lililoibuka katika sehemu ya banda alilokuwa amekaa wakati akiangalia video. Mishi Harun amerudi tena mzigoni baada ya mapumziko mafupi na kutuhabarisha undani wa mkasa huu. Mtu mmoja amefariki dunia baada ya kuporomoka kwenye shimo la kupitishia maji taka lenye urefu wa futi 120 katika eneo la Bamburi, wadi ya Kadzandani, kaunti ya Mombasa, wakati alipokuwa anatazama mpira katika banda moja la video lililokuwa limejengwa juu ya shimo hilo kabla ya kuporomoka. Wakanambia kuna vijana 4, sasa ndo akaanza kunitajia majina, akanambia katika watu wameingia kwa shimo mmoja pekee yake ndo namjua. Yuajita Abduli, nikamwambia Abduli upi huyo? Akanambia Abduli Azizi. Nikamwambia kama Abduli Azizi mimi ndugu yangu tumbo moja, tunzaliwa, yeye ndo ni mkubwa katika sisi sote. Na kuna wengine ambao wafuatilizia, lakini sasa ndo ni ndugu yangu wa kwanza katika baba. Ndugu yangu kwa baba. Sasa mimi aliponieleza hivyo ndo nikaona sina jinsi, afadhali nije nishuhudie pia mimi kuliko ningoje nyumbani nisikie na nishapata tokeo kama hilo. Mimi ndo nikatoka kwangu Utange, ndo nikaona nije na mimi nishuhudie kama kweli ni yeye ama ni vipi, lakini nilipopita pale kwa familia nikapata ni yeye ndugu yangu. Kulingana na ripoti iliyotolewa awali na wakazi wa eneo hilo, walidokeza kuwa waliofariki ndani ya shimo hilo ni watu 2, lakini baadaye serikali ya kaunti ya Mombasa ilithibitisha aliyefariki ni mtu mmoja tu ambaye ni Abdullah Aziz mwenye umri wa miaka 54. Vile juhudi za uopoaji wa mwili huo ulifanywa kupitia serikali ya kaunti ya Mombasa ikiongozwa na afisa mkuu wa kikosi cha dharura na cha kupambana na majanga Bwana Ibrahim Basafar, licha zoezi hilo kuonekana ni lenye changamoto. The first call yule alipiga CG he was stressed, so alikasema kuwa kuna shimo lilikuwa linajengwa likaporomoka, watu 4 wameingia ndani. So by 5:30 our team ya kutoka fire walikuwa washafika, na tukaja walipoingia tu because tulikuwa tumejua niyo, wakaingia mpaka pale mahali ambapo scene imefanyika. They tried, wakafunga zile liveline, wakashuka hapo mahali. The only thing that they could recover by that time ilikuwa ni TV na meza na vitu vingine. But hiyo miili ilikuwa tayari imeshaingia kwa sewage, maana shimo lenyewe ni sewage. Piga tena simu, unajua sisi tu after every nini inafanya wanakuja wana consult. After consultation tukaambia sasa you need to wait ili tujue mwanzo tuulize maswali before tuendelee, maana tujue ni nini tunaingia pale kufanya. So kitu cha kwanza mtu kuuliza ile shimo ni shimo la nini, tukaambia ile shimo ni la kitambo, na yale mashimo ya kitambo sana. To the extent hata yule nafikiri alijenga banda alikuwa hajui amejenga hapo so limejengwa hapo juu ndio likaanguka. Wakati huo Swahili Voice ilizungumza na mwanafamilia wa aliyekwama katika shimo hilo kabla ya mwili wake kuopolewa. Alieleza kwa uchungu kwa kumpoteza ndugu yake Abdullah Aziz
ambaye alikuwa miongoni mwa waliokwenda kutazama mpira mwendo wa saa 12 kabla mkasa huo kufanyika. Walikuwa katika harakati ya kuangalia mpira, shimo likabomoka, wakaingia ndani. Mpaka sasa hawajapatikana. Kana shimo lilikuwa kwa chini kwa sababu ma-TV yameingia na kuna tanki la maji na baraza zake, kila kitu zimeduduma. Aidha, mwakilishi wa wadi ya Kadzandani Bi Fatma Kushe amewaomba wananchi watumie njia zinazostahili kwenye ujenzi ili kuepuka majanga ya mara kwa mara. Ujenzi ama kitu ambacho mtu yote ambaye yajenga kitu chochote bila proper approval ama document huwa ni jambo la kusikitisha sana. Naomba tu wananchi tuweze kucooperate pamoja, manake tukiangalia juzi Mwakirunge kule same case, ukiangalia juzi nyumba pale bala, wallahi ni jambo la kusikitisha sana. Nikiripoti mimi ni Mishi Harun wa Swahili Voice. Tukisalia nchini Kenya, tunazo pia taarifa kwamba wahudumu wa pikipiki katika mji wa Kabarnet, jimbo la Baringo, wiki hii walikivamia kituo cha polisi cha Kabarnet wakitaka kumwangamiza mshukiwa mmoja wa mauaji ambaye amekiri kumuua mmoja wao na kutupa mwili wake msituni. Mwandishi wetu mpembuzi ya Kinifu Nyota Suleiman anaripoti zaidi. Ni wahudumu wa pikipiki wenye hasira ambao walijitokeza nje ya kituo cha polisi cha Kabarnet katika jimbo la Baringo kulalamikia mauaji ya mmoja wao kwa jina Kevin Kibichi ambaye ilikuwa ametoweka siku kadhaa kabla mwili wake kupatikana msituni eneo la Kabartonjo, Baringo Kaskazini. Kibichi anaaminika alipokea simu kutoka kwa mteja katika mji wa Kabarnet ambaye alikuwa na njama ya kumwangamiza na kumuibia pikipiki yake. Huyu ndiye mshukiwa mkuu wa mauaji ya Kibichi ambaye alikamatwa mjini Eldoret wakati akiendesha pikipiki ya mwenda zake, ambapo alikiri kutekeleza mauaji hayo na kuongoza maafisa polisi hadi mahali ambako walikuwa wameuficha mwili huo. Sako kwa bako, maafisa wa polisi waliandamana naye hadi ndani ya msitu huu wa Kabartonjo ambako walikuwa wameuficha mwili wa mwenda zake na kuuopoa. Baadhi ya wahudumu wa pikipiki mjini Kabarnet wanasimulia matukio hayo yaliyopelekea mauaji ya mwenzao. Bahati mzuri asubuhi tukaamka tukasikia kuna mtu ameshikwa na maaskari, alipatikana na pikipiki akitoroka njia ya Eldoret. Na huyo mtu mwenye ameshikwa amekubali yeye alimuua mmoja wetu ambaye kwamba hiyo pikipiki alikuwa anatumia ilikuwa yake. Baada ya hapo maaskari wakafuata hatua na sheria, wakaenda na yeye mpaka penye alisema kuna mwili. Bahati nzuri kwa uwezo wa Mungu mwili ilipatikana pale. Mwili ilipatikana sehemu za Talai penye yeye alipeleka, akatoa mwili pale Baringo North pale Talai, na mwili amekuja naye. Kamanda wa polisi katika jimbo la Baringo Bwana Julius Kiragu akithibitisha tukio hili amesema kwamba uchunguzi unaendelea, huku mshukiwa akiaminika kuwa ni jambazi sugu ambaye amekuwa akitekeleza msururu wa mauaji ya kupanga katika maeneo mengi ya kaskazini mwa bonde la Ufa. Tuliweza kufanya uchunguzi wetu lead namna hiyo mpaka Eldoret tukaweza kushika yule mtu mwenye aliiba ile pikipiki. Kumshika, tumekuja naye mpaka station na ameweza kutuambia, ameadmit kwamba aliua huyo mwenye pikipiki. So ametuongoza mpaka kwa msitu penye walienda kutupa hiyo mwili na tumepata mwili ya the rider. Because maybe he see incidents yake ya kwanza, we believe is a cartel that has been operating, because as you have seen tumepata Eldoret, meaning maybe kuna kitu kama cartel. Kufuatia kisa hiki, baadhi ya wahudumu wa pikipiki wamewalaumu maafisa polisi kwa madai ya kushindwa kuwapa usalama wa kutosha hasa nyakati za usiku, swala ambalo nasema kwamba limechangia wao kulengwa na majambazi. Aidha, wahudumu wa pikipiki eneo hili wametakiwa kuwa makini ili kuepuka mitego ya majambazi. Napenda kuwaomba wenzetu wenye tunafanya wote kazi moja, kabla hujabeba mtu angalia kwanza mahali huyo mtu anaenda, kwa sababu mimi most of the time hata mimi nafanya na operate, lakini mimi ukiniambia nipeleke pande hii ya juu, mimi nitaogopa juu mimi sitajua wewe unaishi wapi. At least jua kwanza huyo mtu, hata wakati unambeba huwa unambeba. Ya pili, nataka kuwaomba tena wenzetu wana bodaboda tuangaliane sisi wenyewe. Kwa sasa mwili wa mwenda zake unaendelea kuhifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti mjini Kabarnet
huku mshukiwa mauaji haya akizuiliwa kwenye kituo cha polisi cha Kabarnet, uchunguzi dhidi yake ukikamilishwa kabla ya kuwasilishwa mahakamani. Nikiripotia Swahili Voice kutoka jimbo la Baringo, mkoa wa Bonde la Ufa nchini Kenya, jina langu ni Nyota Suleiman. Tumatisha habari zetu za wiki hii huko Rumonge nchini Burundi, ambako maji ya mto Kirasa tarafani Muhuta mkoani Rumonge yamefurika na kuvuka kingo zake na kusambaa katika eneo la ardhi na kusababisha madhara. Mwandishi wetu Isido Habonimana anaripoti zaidi. Wakazi wa kijiji cha Kirasa walioshuhudia mkasa huo wa mafuriko ya mto Kirasa wanaeleza kuwa tukio hilo lilitokea majira ya saa 9. Wanasema chanzo ni mvua kubwa iliyonyesha, kisha maji ya mto yakawa mengi kiasi cha kusukuma mawe mengi na matope hadi kuvuka kingo za mto huo na kusambaa katika eneo la ardhi ambako kulikuwa soko, nyumba na miundombinu mingine. Kwenye soko hilo maduka zaidi 10 yalibomoka na bidhaa zote zikapelekwa na maji hadi ziwa Tanganyika. Vitu vingine vilivyoathirika sana ni shule ya msingi. Maji yalivamia madarasa na kujaa pomoni, madarasa 10 yakabomoka na vitabu vya wanafunzi vikaharibika. Raia wanastaajabu kwamba ni mara ya kwanza kuona mto huo ukiharibu vitu kiasi hicho. Wanaomba misaada ya dharura isambazwe na mto huo upanuliwe njia, maji yapate kwenda vizuri bila ya kuwavamia watu. Mvua ilinyesha tena ikakumba mambo mengi hapo. Naona masomo, nyumba zilikuwa zimejengwa hapo, zile nyumba za maduka zimekumbwa na mto huyo. Lakini siku hizi tumeteseka sana. Hapa tunaomba wale watu ambao wana huruma, mashirika au serikali ifike hapa isaidie watu, au walete mashine za kutosha, wape mto huyu njia ya kuonekana ili maji apite vizuri. Za mto Kirasa zilianza kuelemewa mwaka jana na maji hukosa njia. Ilitokana na udongo mwingi wa mlima Gabanilo ulioporomokea ndani ya mto huo. Hadi sasa udongo wa mlima huo unazidi kumegukia mtoni Kirasa na kuchochea mafuriko. Matope kwa mawe huvuka daraja lililoko kwenye mto huo na kuzuia, kisha maji yakavamia makazi ya watu. Hata na barabara nambari 3 inayoelekea Rumonge imejaa matope na magari kupita si rahisi. Makatapila yanajaribu kuzoa matope na kujaribu kuupa mto njia yake, lakini inaonekana kuwa hatua bado ndefu. Ila raia wanasisitiza njia za mto zipanuliwe. Anatokea labda mara ya kwanza kutokana na nyakati zenyewe. Unaona, sijui kuna wakati mvua inanyesha kwa wingi, ila cha pili ni kwa sababu mito hii hata mvua kama inanyesha, hata enzi za kale mvua ilikuwa inanyesha, lakini siku hizi naona milima inaporomoka sababu hakuna maandalizi au kinga ambazo zinafanya. Saa tuseme kama saa vile hii mito kwa wanapasua njia kutoka juu ya barabara, wanaanda hata chini ya barabara kusudi mito ifuate njia nzuri kusudi ijielekeze kwenye ziwa lenyewe. Ikiwa mamlaka za juu hazitaharakia kuchukua swala hilo mikononi na kulivalia njuga, hofu ni nyingi kuwa madhara yanaweza kuongezeka. Kuna hata nguzo za nyaya za umeme zinazobeba megawati nyingi kutoka bwawa la umeme la Ruzibazi mkoani Rumonge zilizonusurika kuanguka. Ingeleta madhara makubwa kwa mujibu wa raia. Nikiripoti kutoka kijijini Kirasa tarafani Muhuta nchini Burundi, mimi ni Isidore Habonimana wa Swahili Voice. Watazamaji wetu, mnakumbushwa kusubscribe katika channel yetu hii, comment, like na share habari hizi na wengine. Komenti zote zitajibiwa. Na huu ndio mwisho wa habari za wiki kutoka Swahili Voice, na watakieni wikendi njema. Alamsiki.